Ulevi tunajua taathira zake, unaleta unyanyasaji kwa wanawake, watoto, wazee. Tunakiuka misingi ya dini yetu kwa sababu ya ulevi. Kwa vile sisi tunakwambia kwamba nikipata serikali utakata leseni. Utakata leseni ulewe kwa muda wa miezi 6 na baadaye utarenew leseni yako. Ni kwa sababu gani basi? Miezi 6 tunakuangalia, je, unalewa kwa adabu au unakera watu? Kama unakera watu, polisi wapo watakudhibiti. Ukilewa kwa leseni, ukianguka, polisi watakuchukua, watakuhifadhi kwenye vituo vya polisi. Ukishaleuka utarudi nyumbani kwako. Na haiwezekani kwamba ulewe mkoani halafu wewe ukaekwe kituo cha polisi Madungu. Haiwezekani. Utaekwa katika kituo cha polisi mkoani, ukileuka utakwenda zako Chake. Kwa ndio utaratibu, na si jambo la ajabu nchi hii kuwa watu wanalewa kwa leseni. Si ajabu. Mimi nakumbuka hilo jambo, mimi nalikumbuka kwamba watu walikuwa wanalewa kwa leseni, na wauzaji wa ulevi walikuwa ni ndugu zetu wa Kihindi, Magoa. Magoa ndio walikuwa wanafanya biashara hii. Walikuwa wanafanya biashara kuuza ulevi, walikuwa wanafanya biashara ya kushona makoti. Ndio washonaji wazuri wa makoti wakati huo. Kwa mimi nakumbuka. Sasa haya basi yaliondoka mara baada ya mapinduzi. Sasa fursa ya mapinduzi tumeitumia mpaka wimbi la ulevi limekuwa kubwa. Madhila yote yanayotokea yanatokana na ulevi.